Genesis 26. Genesis 26. Na ningeuliza tusomewe kwa Kiswahili kisha tutaendelea mzungu na Biblia ya Kiswahili. Kitabu cha Kutoka kitabu cha Mwanzo sura ya 26, Biblia inasema hivi: baadaye palitokea njaa nchini humo, njaa tofauti na ile ya hapo awali wakati wa uhai wa Abrahamu. Isaka akaenda Gerari kwa Abimeleki mfalme wa Filisti. Mwenyezi Mungu akamtokea Isaka na kumwambia, usiende Misri, bali kaa katika nchi nitakayokuambia. Kaa ugenini katika nchi hiyo, nami nitakuwa nawe na kukubariki. Nitatimiza ahadi niliyompa baba yako Abrahamu, kwani nitakupa wewe na wazao wako nchi hizi zote. Nitawazidisha wazao wako na wawe kama nyota za mbinguni, na kuwapa nchi hizi zote kutokana na wazao wako. Mataifa yako yote duniani yatabarikiwa, kwa sababu Abrahamu alinitii mimi, akazingatia maagizo yangu, amri zangu, masharti yangu na sheria zangu. Basi Isaka akakaa huko Gerari. Watu wa huko walipomuuliza habari ya mkewe, yeye aliwajibu, huyu ni dada yangu. Aliogopa kusema kwamba ni mke wake, kwa kugopa kwamba wakazi wa nchi wangemuua kwa sababu ya Rebeka, maana Rebeka alikuwa mzuri sana. Baada ya kukaa huko kwa muda mrefu, Abimeleki mfalme wa Filisti alichungulia dirishani, akamwona Isaka akimkumbatia mkewe Rebeka. Abimeleki akamwita Isaka na kumwambia, kumbe huyo ni mke wako, mbona ulisema dada yako? Isaka akajibu, kwa kweli niliogopa kwamba ningeuawa kwa sababu yake. Abimeleki akamuuliza, ni jambo gani hili ulilotutendea? Mmoja wa watu wangu angeliweza kulala na mkeo bila wasiwasi, nao ungekuwa umetutia hatiani. Ndipo Abimeleki akawaonya watu wote akisema, yeyote atakayemgusa mtu huyu na mkewe atauawa. Mwaka huo Isaka alipanda mbegu katika nchi ile, akavuna mara 100 zaidi, maana Mwenyezi Mungu alimbariki naye akatajirika. Alizidi kupata mali hadi akawa tajiri sana. Alikuwa na makundi ya kondoo, ng'ombe na watumwa wengi, hata Wafilisti wakamwonea wivu. Wafilisti walikuwa wamevifukia visima vyote vya maji ambavyo watumishi wa Abrahamu baba yake walikuwa wamechimba wakati walipokuwa bado hai. Ndipo Abimeleki akamwambia Isaka, ondoka kwetu, kwani wewe umetuzidi nguvu. Basi Isaka akaondoka huko, akapiga kambi yake katika bonde la Gerari, akakaa huko. Isaka akavichumbua vile visima vilivyokuwa vimechimbwa wakati Abrahamu baba yake alipokuwa hai, visima ambavyo Wafilisti walikuwa wamevifukia baada ya kifo cha Abrahamu. Akavipa majina yale alivyovipa baba yake. Lakini watumishi wa Isaka walipochimba katika ile bonde na kupata kisima cha maji yanapobunjika, wachungaji wa hapo Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaka wakisema, maji haya ni yetu. Hivyo Isaka akakiita kisima kile Eseki, kwa sababu waligombana naye. Halafu akachimba kisima kingine, nacho pia wakakigombania. Hivyo Isaka akakiita kisima hicho Sitna. Kisha Isaka kaenda mahali pengine na kuchimba kisima kingine, lakini hicho walikigombania. Hivyo Isaka akiita Rehobothi, akisema, sasa Mwenyezi Mungu ametuachia nafasi, nasi tutastawi katika nchi hii. Kutoka huko Isaka alikwenda Beersheba. Usiku huo Mwenyezi Mungu alitokea kumwambia, mimi ndimi Mungu wa baba yako Abrahamu. Usiogope, kwa kuwa niko pamoja nawe, nitakubariki na kuwazidisha wazao wako kwa ajili ya Abrahamu mtumishi wangu. Kwa hiyo Isaka akajenga madhabahu huko na kumwabudu Mwenyezi Mungu. Akapiga kambi huko na watumishi wake wakachimba kisima. Isaka na Abimeleki alitoka Gerari akiwa pamoja na Ahuzadhi mshauri wake na Fikoli mkuu wa jeshi lake. Akamwendea Isaka. Isaka akawauliza, kwa nini mmekuja kwangu hali mmenichukia na mlinifukuza kwenu? Wao wakamjibu, tumeona wazi kwamba Mwenyezi Mungu yuko pamoja nawe, kwa hiyo tunafikiri inafaa tupe kiapo pamoja nawe na kufanya agano kwamba hutatudhuru, nasi kadhalika tutakudhuru. Tulikutendea mema, tukakuacha uende zako kwa amani bila kututendea baya lolote lile. Na sasa wewe ni mbarikiwa wa Mwenyezi Mungu. Basi Isaka akawafanyia karamu na wakala na kunywa. Kesho yake wakaamka asubuhi mapema na kula kiapo. Kisha Isaka akawazindikisha na kuagana nao kwa amani. Siku ile ile watumishi wa Isaka walimjia na kumpasha habari za kile kisima walichokuwa wamechimba. Wakasema, tumepata maji. Basi Isaka akakiita kisima hicho Shiba. Kwa hiyo ni jina la mji huo ni Beersheba hata leo. Amen. Bwana apewe sifa.
Haleluya. Hicho ni kisa labda ushawahi kisikia, lakini nataka tu kupitia na ninataka kuzilinganisha na kisa ambacho kiko katika chapter 20. Chapter 20 tunaambiwa juu ya Abrahamu. Abrahamu alikuwa ni baba yake Isaka. Bwana apewe sifa. Na ukumbuke ya kwamba katika chapter 20 tunaambiwa juu ya huyu mfalme ambaye anaitwa Abimeleki. Abimeleki mwenye ako katika chapter 20, it is the same Abimeleki mwenye ako katika chapter 26. Bwana apewe sifa. Na tunaambiwa ya kwamba kuna wakati ulifika wakati Isaac alipoulizwa juu ya mke wake, akasema ya kwamba yeye ni dada yake. Na wakati unapoenda katika chapter 20, baba yake alikuwa ameulizwa juu ya mke wake ambaye ni Sara, akasema ya kwamba ni dada yake. Bwana apewe sifa. Na mfalme Abimeleki wakati akiwa katika nyumba yake, wakati akiwa katika chumba chake pale juu kwa dirisha, akaona Isaac na Rebeka wakikumbatiana. Bwana apewe sifa. Lakini Biblia yangu ya Kizungu kuna mahali ambapo unapata Biblia ya Kiswahili kuna maneno ambayo yana upungufu. Haleluya. Na kwa hivyo Biblia ya Kiswahili wanasema ya kwamba alikuwa anamkumbatia. Lakini katika Biblia yangu ya Kizungu inasema ya kwamba they were making love. Bwana apewe sifa. Haleluya. Na ukiangalia hizo statement mbili haziingiani. There is a difference. Kuna tofauti ya kukumbatia na making love. Bwana apewe sifa. Na inasema ya kwamba mfalme akamuita Isaac, na wakati alipoenda akamuuliza, huyo sio mke wako? Akasema ni mke wangu, lakini niliogopa nijaposema ya kwamba yeye ni mke wangu ningeuawa, diposa mke aweze kuchukuliwa. Na Biblia inasema ya kwamba pia vile ambavyo alivyofanya ndivyo baba yake alifanya katika chapter 20. Bwana apewe sifa. Haleluya. Wakati yule naye baba yake Abraham, wakati alipoulizwa, wakawa wamekula kiapo wakiwa na Sara, akasema utakapoulizwa sema ya kwamba mimi ni ndugu yako, na mimi niseme ya kwamba mimi ni ndugu yako, dada yako. Na Biblia inasema ya kwamba na wakati ukafika, mfalme Abimeleki akatumana Sara aweze kupelekwa kwa palace yake. Na wakati alipopelekwa pale, tuko katika chapter 20, wakati alipopelekwa mahala pale, Biblia inasema ya kwamba mfalme Bwana akamnenea na akamwambia ya kwamba kitendo ambacho unachoenda kukifanya kitakuletea shida sana, ni kwa sababu huyo ni mke wa mtu. Na Biblia inasema ya kwamba Bwana akamwambia Abraham ni prophet, ni nabii, na akamwambia ya kwamba mimi sina makosa, Bwana uadhibu mtu asiye na hatia, ni kwa sababu nilimuuliza akaniambia kwamba ni dada yake, na huyo mwingine akaniambia ni ndugu yake. Biblia inasema ya kwamba Bwana akamwambia, na ndiposa nimekuja kukuonya kabla haijatimia pale. Bwana apewe sifa. Na nataka nikuonyeshe at times how God operates. Mungu wakati mwingine huwa anafanya mambo kwa njia ambazo hatuwezi tukaelewa. Abimeleki hakuwa amekosea. Yeah. Abimeleki alikuwa amekosea namna gani? Alikuwa amekosea kweli? Very innocent. Si Sara alikuwa ni kama msichana ambaye hana mzee. Bwana apewe sifa. Kulingana na statement yenye walipeana. Lakini Bwana amefika mahali, Bwana akakasirika na akaambia mfalme, ninataka ufanye hivi. Ninataka ukamchukue Sara na ukamrejeshe kwa bwana yake. Na wakati utakapompeleka mahala pale, bwana yake akuombe, diposa usiwe na shida katika jamii yako na katika ufalme wako. Makosa yake ilikuwa nini? Bwana apewe sifa. Haleluya. Ama labda unaweza niambia, mchungaji, mimi naona kuna makosa. Halo? Mimi sioni makosa yoyote. Na inaonekana ilikuwa ni desturi katika familia yao kuwa wanaoa watu ambao ni warembo. Halo? Si mke wa Abraham alikuwa mrembo. Bwana apewe sifa. Na ndio imefanya the palace ikaweza kusimama, akaweza kuitwa ndani. Naye Isaac ana mke ambaye ni mrembo sana. Na ndiposa naye unapata ya kwamba naye mfalme amefika mahali akakasirika. Na Biblia inasema ya kwamba ilifika wakati akasema, twende katika chapter 20. Chapter 20 from verse 14. Anasema ya kwamba the king Abimelech took sheep and oxen and servants, both men and women, and gave them to Abraham and returned Sarah his wife to him. Verse 15. Look my kingdom over and choose the place where you want to live. Ati akaweza kuchukua kondoo na mbuzi na wafanyikazi, akampatia Abrahamu na akamwambia, ninataka uangalie katika hii kingdom yangu mahali ungelitaka kuishi na uchukue hiyo sehemu. Na Biblia inaendelea kusema ya kwamba katika part B,
katika verse 16, then he turned to Sarah. Look, he said, I am giving your brother 1,000 silver pieces as damage for what I did, to compensate for any embarrassment and to settle any claim against me regarding this matter. Now justice has been made. Bwana apewe sifa. Ukienda katika verse 17 nasema ya kwamba, then Abraham prayed, asking God to cure the king and queen and other women of the household, so that they could have children. For God had stricken all the women with barrenness to punish Abimelech for taking Abraham's wife. Bwana apewe sifa. Ati Bwana, hata wakati Bwana anapofanya haya mambo, na wakati anapotuma Abraham, anapotuma mfalme aweze kurejesha mke wa Abrahamu, alikuwa ameshaachilia ghadhabu juu yake. Na ikawa ya kwamba wale wanawake hawangepata watoto. Bwana apewe sifa. Walikuwa wameshafungwa. Hello. Nayo sasa wakati tunapoenda katika chapter 26, tunaambiwa ya kwamba naye mfalme katika 26 verse 10 anasema ya kwamba, how could you treat us this way? Sasa anauliza Isaac, how could you treat us this way? Abimelech exclaimed, someone might carelessly have raped her. Bwana apewe sifa. Ati mtu angemdajisi kwa njia yenye haiwezi kaeleweka. Na huyo mtu ni nani? Hello. Na tunapata ya kwamba mfalme tena akamwambia ya kwamba katika part B yake, and we would be doomed. Then Abimelech made a public proclamation, anyone harming this man or his wife shall die. Ati yoyote atakaye mdhuru mwanaume huyu na mke wake kabisa watakuwa kuangamizwa. Kwa nini anatoa onyo kali namna ile? Ni kwa sababu ghadhabu ile haingekuwa tu ya kuangamiza yule ambaye atakutana na mke wa Isaac, lakini ile ghadhabu ingekuwa ya kuanguka katika nchi nzima. Bwana apewe sifa. Na ingekuwa katika nchi nzima, diposa anafika mahali anatoa ghadhabu ambayo ni very scary. Lakini tunaendelea kupata pale katika chapter 12, Biblia inasema ya kwamba that year Isaac's crop were tremendous, 100 times the grains he sowed. Ati ya kwamba katika mwaka ule aliweza kupanda mbegu, na zile mbegu ambazo aliweza kupanda aliweza kuvuna mara 100. Ninataka uweze kuelewa about Gerar. Bwana apewe sifa. Wakati ule kulikuwa na kiangazi. Hello. Bwana apewe sifa. Na wakati ule Bwana anakuja anamwambia Isaac, na usiende Misri, usiende Egypt. Watu wengine wote walikuwa wanapanda mizigo yao kuelekea katika nchi ya Misri. Ni kwa sababu sasa mahala ambapo kulikuwa na kiangazi, na kinga aliweza kuwasupport kwa njia yoyote ile. Naye huyu ni Bwana amekuja akamwambia ya kwamba sitaki utoke katika nchi hii, na nataka ni break down zaidi. Bwana akuambie kama sasa hizi tunasikia kuna area ambazo zina kiangazi zaidi, na unapata ya kwamba nchi inapasuka kwa sababu ya ukavu. Bwana akuambia ya kwamba ndio wengine wanahama, lakini wewe ninataka uishi hapa. Ninataka uishi hapa katika nchi, na nitakubarikia hapa. Bwana apewe sifa. When God speaks, at times it doesn't make sense to us. Hallelujah. Because at times what God is speaking, wewe mwenyewe wakati unapopiga hesabu unaona ya kwamba it is humanly impossible. Bwana apewe sifa. Lakini sasa anakuja anamwambia ya kwamba katika nchi hii usiondoke, usienda Misri wakati wengine wanapoenda Misri. Na ujumbe wangu siku ya leo, it is about the promises of God. Bwana apewe sifa. Na ikawa ya kwamba huyu ambaye ni Isaac, wakati ule alipopanda katika nchi kukiwa na kiangazi, Biblia inasema ya kwamba alivuna mara 100. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Inamaanisha ya kwamba kama alikuwa na mbegu zenye zilikuwa zinatoshea hii container, kama alikuwa na mbegu zinatoshea katika hii container, baada ya kuzipanda kule katika nchi kavu, aliweza kuvuna pieces kama hizi 100. Hallelujah. Bwana apewe sifa. That is something that was humanly impossible. Bwana apewe sifa. Na wakati ule unapata ya kwamba mfalme, watu wa Abimelech wakati walipoenda, wakaenda wakafunika visima, tuko katika chapter 26. Wakaenda wakafunika visima vile ambavyo vilikuwa vimechimbwa na watumishi wa baba yake Abraham.
Na baada ya kuzifunika, Biblia inasema ya kwamba wakachimba, wakaenda wakavichimba tena. Redigging, it is redoing. Bwana apewe sifa. Wakati unaposema ya kwamba aliredig, ni kumaanisha ya kwamba vilikuwa vimechimbwa hapo awali. Na wakati ukumbuke ya kwamba Isaac anafuata footstep za baba yake. Ni kumaanisha ya kwamba pia baba yake kuna wakati alikuwa Gerari. Lakini wakati alipoaga, Biblia inasema ya kwamba visima vile Wafilisti wakakuja wakavijaza vifusi. Kiswahili mufti ni vifusi. Bwana apewe sifa. Na mahala pale wakati walipojaza, watumishi wa Isaac wakaenda wakachimba kisima kingine. Na wakati walipochimba kile kisima, wale watu wenye walikuwa katika eneo lile wakagombania kile kisima, na wakati ule kukawa na disputes, kukaweza kuwa na shida, na kile kisima wakakiita Eseki. Ni kwa sababu waligombania. Bwana kwa sifa. Isaac hawakuachia bana pale. Wakaenda wakachimba kisima kingine. Na wakati walipochimba kile kisima, wakakutana na opposition na mapingamizi. Na kile kisima cha pili wakakiita Sitna. Bwana apewe sifa. Haleluya. Lakini waliendelea wakachimba kisima cha tatu. Kisima cha tatu tunaambiwa ya kwamba kilikuwa kinaitwa Rehoboth. Na hii Rehoboth tunaambiwa ya kwamba ikawa akasema ya kwamba sasa tumepata nafasi ya kuweza kunawiri. Bwana apewe sifa. Ninataka kusema nini mtu wa Mungu? There are times what tuna encounter oppositions of every side. Kuna wakati unaweza enda mahali unapata ya kwamba pingamizi zimeinuka, arguments zimeinuka, lakini wakati zimeinuka mpendwa, ninataka kukuencourage ya kwamba kuna mahali huwa wanafika, they can't go beyond that point. Bwana apewe sifa. Na ndipo unaangalia kesi ambayo ni ya mtu ambao ni Farao. Mungu ametumana kwa Farao, akasema wana wa Israeli waachiliwe waweze kwenda. Na Biblia inasema ya kwamba naye Bwana alikuwa amefanya moyo wa huyu jamaa ambaye anaitwa Farao kuwa mgumu. Ikawa ya kwamba kila wakati alikuwa anasema ninawaachilia, lakini hawaachilii. Lakini wakati ulifika na akawa wa kuachilia wana wa Israeli. Kwa hiyo nataka kusema nini? Katika every opposition ambazo una encounter in life, huwa ina expiry date. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Ina wakati wake wa kuisha makali. Na tunapata ya kwamba if you be willing, Biblia inasema katika Isaiah 1:19, if you be willing and obedient, you shall eat the good of the land. Ati ya kwamba utakapotii, kwa hakika utakula mema ya nchi. The reason why Isaac anabarikiwa ni kwa sababu baba yake alikuwa mtiifu kwa Mungu. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Na wakati tunapoongea juu ya being obedient, it is not a simple thing. Ni rahisi sana ikitajwa, lakini ni ngumu sana kutekeleza. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na kwa hiyo tunaambiwa ya kwamba the reason why anapata hizi baraka ni kwa sababu aliweza kutii. Unapata ya kwamba baba yake alikuwa mtiifu. Na Biblia inasema ya kwamba katika verse 15, katika verse 23, twende katika 26-23. Biblia inasema ya kwamba when he went to Beersheba, 24 sasa, Jehovah appeared to him on the night of his arrival. I am the God of Abraham your father. He said, fear not, for I am with you and will bless you and will give you so much descendants that they will become a great nation. Anamwambia ya kwamba na usiogope, kwa maana nitatembea pamoja nawe. Bwana apewe sifa. Ni kwa nini anamwambia asiogope? Ni kwa sababu wakati unapoangalia Abimelech alikuwa ni mfalme. Na akiwa mfalme aliweza kufika wakati akaenda kwa Isaac wakiwa na advisor wake alikuwa anaitwa Asa. Na huyo mwingine ambaye ni commander in chief alikuwa anaitwa Piko. Bwana apewe sifa. Na wakati unapoona wakiandamana vile wakiwa wawili watatu, usifikirie ya kwamba walikuwa tu watatu vile. Wakati rais kutoka na anaenda nchi ya nje, huwa haendi kama Uhuru Kenyatta. Hallelujah. Huwa anaenda akiwa amebeba Wakenya milioni zile zote nyuma yake. Na kwa hivyo anakuwa ni a symbol of the nation of Kenya. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Hello, tunaelewana?
Na kwa hivyo mfalme alikuwa ameenda na yule amri jeshi mkuu mwenye alikuwa amesimamia wanajeshi wote na yule mshauri wake. Na wakati yule Biblia inasema ya kwamba naye Isaac akamuuliza, "Je, umekuja kwa amani?" Lakini sidhani ni kwa amani, kwa sababu ulitufukuza in an uncivil way. Ulitufukuza kwa njia ambayo sio ya kiheshima. Bwana apewe sifa. Na Biblia inasema ya kwamba mfalme akamwambia, "Tumeona ya kwamba Bwana amekuwa akikubariki. Bwana amekuwa akikuzidishia." Na Biblia inasema ya kwamba na kwa hiyo tumekuja tukaweza kuingia katika maktaba between us and you. Ati ya kwamba hata utakapokuwa very strong hautatuangamiza nasi hatutakuangamiza. Lakini nataka ukumbuke ya kwamba ni kale tu kajamaa kile kalikuwa kanaitwa Isaac. Wakati kalikuwa kanakana mke wake, ni kwa sababu wakati yule hakuwa ame-experience the blessings of God. Bwana kwesi. Mfalme amefika mahali akanyenyekea. Sasa anataka waingie katika mkataba, wakaweza kuapiana diposa wasiangamizwe. Ni kwa sababu whenever a person amekuwa prospered by God, even the kings huwa wanabow before him. Oh, I repeat again. Whenever God prospers a person, even the great kings huwa wanamrecognize. Bwana apewe sifa. Na wakati ule wakaenda wakuwa na nyenyekea, ninataka nikuonyeshe taswira hapa. Upate ya kwamba Rais Uhuru Kenyatta amekuja kunyenyekea kwa David. Do you know those people that have wealth, wakati mwingine huwa wanadetermine even the politics of the day. Hello? Bwana apewe sifa. Huwa wanadetermine the politics of the day. Ni kwa sababu wana biashara zao na wameinvest. Na most of these politicians unapata ya kwamba kuna wakati wakitaka kuwania vitu fulani, kuna mkataba huwa wanaingia nayo diposa wale waweze kupatiwa contracts. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Na kwa hiyo tunapata ya kwamba wakafika mahali na wakaweza kuweka nadhiri, wakaweza kumeka vow. Na tunasema ya kwamba wakati walipokubaliana, wale watumishi wake wakaweza kuchimba kisima kingine, na mahala pale kukaitwa the well of oath, mahala pa makubaliano. Hello. Bwana apewe sifa. Na ukumbuke kwamba it is the same Abimelech mwenye alikuwa ameenda kwa Isaac akamwambia kwamba umekuwa very strong, umekuwa very rich, na kwa hivyo tunakuomba uondoke katika nchi hii. Na Biblia inasema ya kwamba Isaac akaenda mahali ambapo kulikuwa na valley, akaenda katika mahali ambapo kulikuwa na valley kule chini, na mahala pale wakachimba visima, na ukweli wa mambo, God did not disappoint them. Bwana apewe sifa. Hallelujah. My brother, my sister, nataka kuambia ya kwamba whenever God speaks something in your life, unafaa kuipursue, because God wakati huwa ana make a promise huwa anaifuatilia kuweza kuitimiza. But that promise ni lazima iwe imeumbwa ama imetengenezwa katika the foundation ya obedience. Hallelujah. Amen. Ni lazima iwekwe katika msingi wa utiifu. Whenever we obey, huwa tuna activate what God has said. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Na kwa hiyo jambo nafaa uelewe ni ya kwamba where did Isaac sow his seeds? Alipanda wapi mbegu zake? Biblia inatuambia kwa hakika aliweza kupanda katika ile nchi ambako kulikuwa na ukame. Wacha nikuje chini zaidi. Do you know human minds, vile ambavyo huwa tunafikiria, kuna kitu huwa inarotate katika mawazo yetu juu ya kuweka hata biashara in a strategic place. Hello? Nikianza kuuliza mzee ama niulize David hapa nimuulize, na David tunataka kuweka biashara. Unataka kuweka biashara wapi? David ataniambia nitatafuta mahali kuna watu. Hello? Bwana apewe sifa. Na sio David pekee yake, ni sisi wote. Hata sisi ni wote ni David. Hallelujah. Si mtu anatakanga mahali kuna watu. Kwa sababu watu ndio pesa. Bwana apewe sifa. Lakini sasa tunapata hapa God is working against that. Anamwambia kwamba ninataka sasa usitoke katika nchi. That land, it was not strategic for Isaac's survival. Bwana apewe sifa. Haikuwa strategic. Lakini because God alikuwa amepromise ya kwamba atambariki, diposa aliweza kupanda katika ile nchi na akanawiri. Bwana apewe sifa. Na hizi ambazo tunaambiwa juu ya kondoo zake
na ng'ombe zake na wafanyikazi wake walitoka wapi? Kwa sababu kile ambacho tunajua mahala pale, tunaambiwa ya kwamba alipanda, na zile mbegu ambazo alizozipanda akaweza kuvuna 100 times. Zilitokana na wakati ule, kumbuke ya kwamba si kuna wakati kwa katika trade, hii barter trade. Bwana kwa sifa. Si watu walikuwa wanabadilishana vitu. That means what God did, aliweza kumpatia kibali kama vile ambavyo alikuwa amesema pale awali. Na wakati ule jamaa akaanza kuwa mighty in the land. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Jambo lingine unafaa uelewe ni ya kwamba during a time, but as others were fleeing to Egypt, God speaks to Isaac and tells him not to follow the crowd. Ati ya kwamba wakati wale wengine walikuwa wamepanga mizigo na wanaenda nchi ya Misri, Bwana anamwambia ya kwamba asifuatane na umati. Hallelujah. Si kuna wakati mwingine huwa tunafuata umati vile ambavyo unavyosema. Hallelujah. Umati ukisema hivi, hata mimi niko pale ninasema vile ambavyo wamesema. Lakini sasa hapa tunapata ya kwamba the story is different. Anaambiwa ya kwamba sasa asifuatane na wao, yeye abaki mahali pale. Na niko hapa kukuencourage, kukuambia ya kwamba mpendwa, ni lazima tujifundishe kuwa ni lazima tuwe tunapanda wakati unaofaa na wakati usiofaa. Kwa sababu wakati unapoangalia the book of Genesis chapter 8 verse 22, Biblia inasema ya kwamba Genesis 8:22, Biblia inasema ya kwamba while the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night shall not cease. Bwana kwa sifa. Mradi tu dunia ingalipo, tunaambiwa ya kwamba majira ya kupanda na majira ya kuvuna, wakati wa joto na wakati wa baridi, wakati wa summer na winter, na wakati wa mchana na usiku, zile siku hazitawahi koma. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Sijui kama ushaikutana mtu akakwambia kwamba unajua siku ya leo zinakaa kama siku mbili zimeshikana. Unajua kulikataa kuwa na giza leo. Ushaikutana mambo kama yako. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Ushaikutana ati nilikuwa nataka kuamka lakini nikapata kulikataa kukucha. Na ukiangalia saa inakuonyesha ya kwamba masaa yanaenda kawaida lakini giza ilikataa kwenda. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Tunaambiwa ya kwamba majira yale ya kupanda na kuvuna, yale majira hayatawahi koma. Hallelujah. Now whenever we are doing this, we are not doing justice to God. Hatufanyii Mungu justice, we are doing justice to ourselves. And at times tunaweza kuwa tunarotate in the same position as a result ya kutokuwa watu ambao ni obedient. Na Biblia inasema ya kwamba, ninataka turudi pale nyuma kidogo. Katika verse 23. Verse 23. Kuanzia 23 to 25. 26 chapter 26 verse 23 to 25. Biblia inasema ya kwamba when he went to Beersheba, Jehovah appeared to him on his night of his arrival. I am the God of Abraham your father. He said, fear not. For I am with you. And I will give you so many descendants that they will become a great nation because of my promise to Abraham, who obeyed me. Verse 25. Then Isaac built an altar and worshipped Jehovah, and he settled there, and his servants dug a well. Bwana apewe sifa. Tunaambiwa ya kwamba wakati alipokuwa akienda Beersheba, atinaye Bwana akamtokea usiku ule. Akamwambia kwamba usiogope, mimi ni Mungu wa baba yako Abraham. Na wakati ule alipomwambia vile, ukiendelea pale chini kidogo, anasema Biblia inasema ya kwamba na akaweza kujenga madhabahu. Bwana apewe sifa. Tunaongea bado juu ya promises of God. Akajenga madhabahu mara pale. Na wakati alijenga yale madhabahu, Biblia inasema ya kwamba na watumishi wake wakati walipochimba maji mara pale wakapata maji. So, wakati tunapoambiwa juu ya madhabahu huwa yanakuwa kama an embassy in any land. Amen. Madhabahu yanakuwa kama ni ubalozi katika nchi yoyote ile. Ukipatana na embassy ya Kenya kule ng'ambo, ujue ya kwamba ni Kenya katika nchi ya nje. Ukipatana na embassy ya Tanzania huku Kenya, jua ya kwamba wako Tanzania wakiwa Kenya. Wanapewa sifa. Na wakati ule wa hatari,
unapata ya kwamba mtu akiingia katika embassy hawezi kuwa attacked. Because that is a different nation. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Hiyo ni nchi tofauti. Asante Mungu kwa sababu ya hii. Do you know kuna wakati mwingine unapata US huwa wana offer advisories kwa citizens wao. Travel advisories. Bwana apewe sifa. Kwa nini wafanye vile? Ni kwa sababu wale watu unapata ya kwamba wale watu wanatambulika kama wananchi wa ile nchi na huwa wanalipa ushuru wao kule. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na so inafanya nchi ikaweze kuendelea. Na kwa hivyo security yao it is the concern of United States. Bwana apewe sifa. Asante Mungu kwa sababu ya hii. Watu wengi unapata ya kwamba tunatumia stima. Si ni ukweli? Unapata ya kwamba watu wengi majority tuna stima. Connections zimefanywa. Na tuna mafundi hapo wanaelewa hiyo. Connections za wires zimefanywa, bulb zimekuwa installed vizuri. That means wakati ninapo switch on hapa ni automatically power itaenda kwa zile bulb na upate ya kwamba tuna mwangaza. Bwana apewe sifa. Hallelujah. But how do we connect that power? Diposa ikaweza kufika mahali pale. Connections inaweza kuwa iko sawa. But kama sitakuwa nimetop up pale kwa token, ukweli wa mambo sitakuwa na power. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Bado ninaongelea juu ya madhabahu. Madhabahu yakiwa mahali popote huwa yanazungumza kwa niaba ya wale watu walio mahali pale. Na ndiposa madhabahu yakaweza kukupigania, madhabahu yakaweza kukutetea, ni lazima tujiconnect na yale madhabahu. That is very tough. Bwana apewe sifa. But that is the reality. Hello. Bwana apewe sifa. Na ndiposa unapata ya kwamba nimeanza kukuambia kwamba obedience it is not easy as it is being said. Lakini ni ngumu sana haswa kuitekeleza. Halo. Bwana apewe sifa. Na si unapata madhabahu hapa iko raised. Si iko raised. Bwana apewe sifa. That means oh thank you God because of this. Any altar ikiwa in a certain area inakuwa ni kana kwamba ni antenna. Inachukua signal za mbinguni na inaziangusha mahali pale. We have two kinds of altars. Number one, evil altars and godly altars. Evil altars unapata ya kwamba wakati iko katika mahali fulani, ikiwa katika jamii fulani, unapata ya kwamba inavuta signal. Wale watu unapata ya kwamba vile ukali kwa wanafanya, unapata ya kwamba imekuwa carried forward. Unapata yule mjukuu ameweza kufanya vile ukali kwa wanafanya. Signal. Anapewa sifa. Hallelujah. Halo. Si ushaiangalia unapata ya kwamba kama ni katika jamii wale watu wanafikanga class 6 wanaachana na shule. Ama ni pastor tu anajua hii. Sisi hatujui. Bwana apewe sifa. Na unapata ya kwamba kama wanaachianga class 6, mtoto akifika pale class 5, tamu ya mwisho anaanza kukwambia, na unajua sasa mami nimemaliza shule. Sasa watu wakirudi mimi sitarudi. Ni kale ka atena kameanza kuvuta. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Amen. Halo. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Tunaelewana? Tunaelewana? Unapata ya kwamba kama ni katika jamii, unapata ya kwamba wale wanadada ukijaribu kutrace katika ile familia, wakishafikisha miaka fulani huwa wanalipiwa. Bwana apewe sifa. Halo. Halo. Aye. Tunaelewana? Wakifika kaidi fulani inangojea hadi wakati watu wamefika katika that age, diposa ile spirit inakuwa manifested. Bwana apewe sifa. Unapata kama ni wengine unapata ya kwamba akiwa shule alichapa mwalimu, lakini wakati unapokuja kutrace unasikia hata kuka yao kuna wakati alikuwa amenyonga mwalimu. Nikale tu kamzi, nikale kamzizi. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba Isaac ukafika wakati akainua madhabahu mara pale. Na wakati alipoinua Biblia inasema ya kwamba na akaishi mahala pale.
Kwa nini alikuwa anaishi mahali pale? Ni kwa sababu alikuwa amejua siri ya kwamba madhabahu huwa inamtetea. Haleluya. Mtu yoyote mwenye kuconnected na altar, ukweli wa mambo, hata shetani wa kigali hawawezi wakawezana na yeye, because ndiposa waweze kufika na kuactivate ni lazima kwanza wapigane na madhabahu. Na wakati tunaposema kupigana na madhabahu, ni lazima kwanza wamenyane na mwenye madhabahu. Mwenye madhabahu haya ni Mungu. Bwana apewe sifa. Haleluya. Halo. Kuna watu wanaelewa kitu pale. Na kwa hivyo tunaambiwa kwamba akachimba maji na yakapatikana. Wakati walichimba maji, unafaa uelewe ya kwamba water ina resemble life. Inaashiria maisha, uzima. That means wakati shetani alikuwa ameorchestrate, wakati alikuwa amepanga mipango ya kuangamiza watu katika jamii, kwa sababu ya madhabahu inaleta utofauti. Mungu nisaidie kwa sababu ya hii. Do you know? Si umeshaienda mahali kwingi unapata ya kwamba mahali kulikuwa kunakaa ni kama mahame. Mahame ni mahali ambapo unapata labda watu walikuwa wanaishi wakafika mahali wakahama na ikawa tu kunakaa tu hivi. Bwana apewe sifa. Wakati Bwana ameenda akainua madhabahu yake pale, unapata ya kwamba area imeanza kubadilika. Halo. Bwana apewe sifa. Area imeanza kufanya nini? Ni kwa sababu hata the demons of the land huwa zina recognize ya kwamba sasa hapa kumewekwa ubalozi. Wakati Matiang'i alipoenda Laikipia, nataka tushike hapa. Wakati alienda Laikipia, wale watu wamesumbua sana, watu wakahama, ng'ombe zikaibiwa, mashule zikachomwa. Chenye walifanya, sasa walisema watajenga nini huko? Camp. Watajenga camp. Bwana kwa sifa. Na ile camp ikishajengwa pale, inakuwa ni ya kwamba sasa operation zao zote zinafanyikia wapi? That means magaidi lazima watoro. Si ushaiangalia unapata ya kwamba ofisi hata kama ni ya chief imejengwa na mabati kama hili jengo letu, na unapata ya kwamba hata wakati mwingine labda kuna mtu aligonga mabati kainama, lakini unapata ya kwamba chief's office, the office of the president, rais anaishi pale. Hallelujah. Inamaanisha ya kwamba chochote ambacho chief anafanya pale, ako na baki ni ya nani? Ya rais. Bwana apewe sifa. Amepatiwa yale mamlaka. Na sio madhabahu yakiwa mahali popote huwa yanazungumza kwa niaba ya wale watu walio mahali pale. But for that altar niposa ikaweza kukuzungumzia, ni lazima tujiconnect na madhabahu. Lazima tujiconnect na madhabahu. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Jambo lingine unafaa uelewe ni ya kwamba God can bless you in the midst of a suffering economy. Mungu anaweza akakubariki katikati ya uchumi ambao umezorota. Hallelujah. Sasa hivi tunaongea juu ya COVID vile ambavyo imefanya watu. But do you know we still have people who are making billions of money in the same nation. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo kulingana na ambapo tumesoma juu ya Isaac, tunakuja kupata ya kwamba God anaweza akakubariki katikati ya uchumi ambao umezorota. And that is my prayer to each and every one of you. Ati ya kwamba God akupatie an idea, and that idea wakati utakapoifanya, wakati utakapoanza kuitekeleza, itakupropel to the great heights, because God is a miracle working God and our God is a promise keeper. Bwana apewe sifa. But lazima tukaweze kujenga zile principles, tukaweze kujenga zile promises za Mungu katika the foundation of obedience. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Because in a shaky foundation, no matter how far the structure can go, ile structure inaweza ika collapse anytime. The foundation is the determinant factor of how far the structure can go. Bwana apewe sifa. Foundation ikiwa strong, the structure inaweza enda juu zaidi. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na kwa hivyo what we need to deal with, it is that foundation. Na hiyo foundation, it is the foundation of truth. Wakati tunapoangalia katika the book of Ephesians, Biblia inasema ya kwamba na tufunge ukweli katika viuno vyetu. Na wakati tunapoambiwa, wakati anapoongea juu ya viuno, nishawaambia hapa nikawaambia kwamba hakuna occupation yoyote ile hitaji hauwezi fanya pasipo kuinama. Ni lazima the waste ikaweze kuhusika. Iwe ni kupanguza nyumba, ni lazima waste kuhusika. Bwana apewe sifa. Iwe ni kuingia katika gari, ni lazima waste itafanya nini?
itahusika. Na kwa hivyo anasema ya kwamba na ukweli tukaweze kuufunga katika viuno vya nani? Katika viuno vyetu. That means in our daily dealings, katika shughuli zetu za kila siku, wacha tu make sure ya kwamba ukweli ndio unaotuongoza. Kwa sababu whenever tunaongozwa na ukweli, hatuwezi tukapotea njia. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Katika Genesis 26 verse 3, Biblia inasema ya kwamba Isaac obeyed and remained in the land of Philistine. Aliweza kutii na akaishi katika ile ardhi ya Wafilisti. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Kuna wakati huwa tunasema ya kwamba tunatafuta greener pastures, which is good. Bwana apewe sifa. But ni vizuri kusikiza nani? Ni lazima kusikiza nani? Ni lazima tusikize Mungu. Because when God speaks, if you will be a somebody in the nation of Kenya, God will make sure even when you go to a foreign nation, you will still be a somebody. If you will be a nobody in the nation of Kenya, even when you go out, utarudi kuwa a nobody. Siku na wengi tumeshuhudia. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na kwa hivyo ni vizuri ku make sure ya kwamba wewe unasikiza what God is saying. What is God saying pertaining to your life? Bwana apewe sifa. Anasema nini kuhusiana na maisha yako? Na nikawaambia ya kwamba especially sio wote, especially wale wanaenda katika nchi za Uarabuni. Mumeona vile ambavyo mambo yanakuanga. Na unapata mwingine anajipiga kifua anasema ya kwamba unajua kila mtu ana bahati yake. Mimi nitaenda tu na nitasurvive. Zile demons za that foreign land unapata ya kwamba number one zitakuonyesha ya kwamba now you are not in your nation. Bwana apewe sifa. That means kuinua madhabahu utainua kweli? Si uko mbali. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Amen. Mungu nataka nimalizie hapo. Kile ninasema. Ukienda katika ile nchi, zile demons huwa zinaitana mkutano. Nasema ya kwamba kuna mwingine amekufa. Shetani anakuonyesha ya kwamba sasa kwa sababu uko in a foreign nation, haufai kuinua madhabahu kweli. Ama katika makanisa yenye hapo wapi? Yako kule. So the land inakuvomit. The land inakukataa. Na unapata ya kwamba ukiwa kule, shetani anakupatia crazy idea. Kwambia kwamba sasa unaweza kuwa unatuma pesa kule, unatumia David, nitumie tu David lakini sio David, ni mfano tu. Halo, Bwana apewe sifa. Nitatumianga David pesa anifanyie tu project kadhaa kule. David na yeye shetani anahusika kumpatia kampango bandia. So chenye utakuwa unatumiwanga ni kashamba, si ukitaka kupiga pictures yake inaweza piga hivi. Kwamba si kwa hiyo. Bwana apewe sifa. Inapigwa na ambua. Haya, process ya kwanza tumeanza, tumenunua nini? Shamba. Tunaenda hatua ya pili, unazipamba. Unatumiwa ka project kakiwa chini. Walichimba foundation na mjengo sasa umeanza kupanda. Na sasa hivi unapata ya kwamba hata mtu anaenda anakalia mawe kwa site. Zile mawe zimekaliwa kwa site, unaona na maendeleo iko sawa. Wewe unaendelea tu kupump pesa, eventually unapigiwa structure imeisha. Na unaambiwa ya kwamba sasa chenye tumengojea ni watu tu waanze kuingia ndani, waanze kuingisha kakitu. Inafika siku ya kurudi. Siku ya kurudi ile simu yenye ulikuwa unapiga inakuwa Bwana apewe sifa. Na labda mahali ambapo ulikaa zaidi ya miaka 10. Hallelujah. Si hata brothers wanafanyanga watu hivyo. Bwana apewe sifa. Halo. Lakini shida sio brothers, ni frustration za madhabahu katika nchi ya kigeni. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na ndiposa niliwaambia ya kwamba na ukitaka hata kufanikiwa, if you want to prosper, ni lazima make sure ya kwamba when you put a business, una set business mahali, make sure ya kwamba unalipa ushuru. The reason why we pay taxes ni ndiposa the land ikaweze kukukubali. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Lakini wakati tunakwepa, unajua sisi wa Kenya tunapenda sana kukwepa. Si ni ukweli? Na unapata ya kwamba hata returns tunaenda tuna file zero. Na ukweli tu unajua sio zero. Bwana apewe sifa. Na kwa biashara unapata kama jipepeta mwaka wako wapi? Watatu kama collapse. Bwana apewe sifa. Shida ni kwa sababu aliibia serikali na mchango ukafanya nini? Ukamkataa. Many people have been frustrated by the land. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Wangapi watu tunalipa ushuru? Nasema kulipa ushuru kujitegemea. Bwana apewe sifa. Wangapi kujitegemea?
May God help us. Sitaki kuinua mkono juu, lakini hiyo jijibu. Bwana apewe sifa. Katika Genesis 26 verse 12, Biblia inasema ya kwamba he sowed in a land where nobody was sowing due to famine. Anajua ya kwamba wakati tunapoambiwa hivi, kuna watu walifika mahali wakamchekelea sana. Bwana apewe sifa. Haleluya. Hata wewe ukienda kule Garissa na ukutane na pastor akwambia kwamba mimi nimeenda kupanda mbegu kule Garissa na ardhi imepasuka pasuka, mwanya inatoshana hivi. Bwana apewe sifa. So ukinipata na mbegu nikwambia mimi acha nimeenda kupanda mbegu kule, utaniangalia na useme ya kwamba hata pastor naona amechapa. Zile capacity tu kichwa tumechapa. Bwana apewe sifa. Lakini unapata ya kwamba hivi ndivyo Bwana alifanya na huyu jamaa ambaye anaitwa Isaac. Wakati watu wengine wanaenda huko, yeye anaamua baki kule. Na jambo lingine unafaa kuelewa ni ya kwamba unafaa uelewe ya kwamba sio kila mtu atakubaliana na kile ambacho Mungu amekuambia. Not everyone. And the reason why they are not going to buy what you have said, it is because hiyo vision haikuwa yao. Bwana apewe sifa. There are times Mungu anakupatianga a very crazy idea. Na wakati unapojaribu kushare na watu, kwa sababu sio wajawazito kama wewe, they are not pregnant with that vision, the only thing that they can advise you to do it is to abort. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Si mama mwenye ni mjamzito akikutana na mama mwenye sio mjamzito, siendi anaweza muonyesha mbinu za kuabort. Lakini mama ambaye ni mjamzito akikutana na mama mjamzito, si atamwambia tuendelee, tumebakisha kidogo, tujikaze, imebaki miezi 2, tujikaze, imebakia wiki 3. Unapata ya kwamba wanatiana nguvu. And so when God gives you a vision, wakati Mungu amekupatia that vision, jua ya kwamba not everybody is going to buy into that vision. Na wakati mwingine itaonekana ni kana kwamba umekuwa crazy, hauelewi vile mambo yanavyoenda. Anapewa sifa. But what I thank God for, as long as it is God who has said, ni lazima atadhihirisha na ataweza kutenda kile kitu ambacho alichokisema. Ni kwa sababu yeye ni Mungu. Ecclesiastes 11 verse 6 inatuambia kwamba na tuendelee kupanda kwa sababu huwezi jua ni mbegu gani itafanya vyema ama zote zaweza fanya vyema. Hebu tuangalie katika Ecclesiastes. Sema unajua pastor alitupatia hiyo verse na tuliangalia ikawa sio hiyo. Nishaipatiwa, hata mimi labda nishaikupatia verse. Tuliangalia ukaona mzee ukipata hebu tusomee kwa Kiswahili. Ecclesiastes 11:6. Mhubiri 11 mstari wa 6 sema hivi. Panda mbegu asubuhi na jioni, usiache kupanda. Maana hujui zipi zitaota. Asubuhi na jioni au zote zitakuwa nzuri. Amen. Tunakuatia kwamba tupande mbegu asubuhi na jioni. Ni kwa sababu hatuwezi jua ni zipi zitakazoota. Na kuna possibility hapo amemalizia amesema ya kwamba hatuwezi jua kama zote zinaweza zikaota. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo it is a duty of each and every one of us, make sure ya kwamba huwa unapanda. Because wakati wa kuvuna hauwezi vuna kitu ambacho hukupanda. Siku ya leo watu wakati wanapopanda mahindi na useme ya kwamba mimi sitapanda, wakati wa kuvuna haita make sense ukichukua kamfuko atumeenda kuvuna mahindi. Utaenda kuvuna magugu. Bwana apewe sifa. Si magugu yanameanga tu ovyo ovyo bila mpango wote. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo what we need to do as a church for you to move to the next level, ndiposa tukaweza kutumia that promises of God in a way that is going to favor us, make sure unapanda. Bwana apewe sifa. Make sure unapanda. Na hiyo sio kuconsult, hatuta consult anyone. Ni kwa sababu that is what the word of God is saying. Hallelujah. Even when we are talking about building the structure, we are sowing. Tunapanda. Na kwa wakati wake ni sharti utaweza kuvuna. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Kwa sababu unajua hatujengi hili jengo kwa sababu yetu tu. Halo. Si kesho God can decide anything. Na upate ya kwamba huyu labda ameenda Somali, huyu mwingine ameenda wapi, huyu mwingine ameenda wapi. But what you have done, umesow in the kingdom of God. That means the blessing that pertains to building of the church ni lazima utakuwa patika. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Si hata wachungaji wanafikanga mahali wanaenda. Bwana apewe sifa.
but mahali pa kuabudia si watu bado watazidi kuabudu. Hallelujah. So when we are sowing, we are not doing God justice, we are doing justice to ourselves. Hallelujah. Unajua hapo panakuwa ni kamlima. Especially hata wakati tunaposema even pay of tithes, paying tithes. Si wakati mwingine inakuwa ni ngumu. Acha nitoe hii kwa sababu hii ya kibali. Ni kweli. Haya, mimi nataka uniambie, na mimi nataka tuweze kuwa watu practical. Si wakati mwingine inakuwa ni ngumu. Bwana apewe sifa. Kwa sababu wakati unapopiga hesabu unapata haziingiani, si kweli? Hiyo hatunataki kusema, lakini si kweli. Haleluya. Na so si tunaitanga Mungu akamkutana, tunamwambia kwamba Mungu anataka uelewe hii season hatukai po. Bwana apewe sifa. But it's kind negotiable. Is it negotiable? No. It is non-negotiable. Bwana apewe sifa. Hatuwezi tukakubaliana na Mungu mahala pale. Na kama vile ambavyo niwaambia kwamba tithe inakuanga tamu sana. Na nikakwambia usiende kujaribu, useme ni pastor anasema ujaribu. Halo, usiende kujaribu? Si tithe ni chakula cha mfalme. Si anasema, Biblia inasema ya kwamba letea mchungaji tithe and offering. Inasemaje? Katika Malachi 3, bring all tithes and Bwana apewe sifa. Ni nani tunaletea? Bwana apewe sifa. And so, kwa sababu Mungu ni mfalme wa wafalme, chenye anaitisha ni chakula ambacho ni kizuri na yeye. Si hata ukienda kwa meza ya president unaweza furahi sana. Hallelujah. Na hapo ndio inafanya kale katai wakati umekakata ukika consume unafeel ni katamu sana. So, inakuwa it is a spirit ya inakuwa contagious. So, wakati umemega around hii, ile nyingine unaona acha niichape tu. Lakini Mungu ninajua mahali tutapatana. Tutaonana tu Mungu. Halo. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Nayo sasa hiyo chenye inatuhinda ni ya kwamba tunazidi tu kuzunguka mahali pamo. Bwana apewe sifa. Pastor anazidi kuhubiri kwa sababu kila Jumapili si lazima tuhubiri. Halo. Ni lazima kuhubiriwe. Lakini what pastor cannot do and will never do. Na siku ile utapata ya kwamba mchungaji nikifika pale nianze kufanya hivyo, ati ninakuja kuingiza mkono yako kwa mfuko, siku hiyo hama na miguu. Enda mbio. Halo. Because ni lazima itokane na wewe. So when we are paying tithes, tumeshakuwa assured ya kwamba we are going to get protection. Bwana apewe sifa. Tunakuwa na nini? Na protection. Na sasa hii protection is nzuri because even when we are living, wakati ambazo tunaishi siku ya leo, unapata ya kwamba mashida ziko kila mahali. Na shetani anajaribu kupita katika mwanya wowote ule. Bwana apewe sifa. Na so shetani, the voice of the enemy inakuwa louder, especially now, ni kwa sababu anajaribu kuonyesha how tough things are. Bwana apewe sifa. Vile ambavyo mambo ni magumu. Na unapata ya kwamba being obedient inakuwa ni vigumu. And so tunapata ya kwamba ua letu, fence yetu imeshaondolewa. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Do you know many of the diseases that people huwa wanazipata as a result ya kukosa kuwa faithful? Do you know that? Bwana apewe sifa. I have a friend of mine, mchungaji fulani. Na ikawa kuna hali ambayo, acha niweke hivi. Kuna hali ambayo ilikuwa inasumbua mtu fulani. Na ikawa wameomba imefika mahali haikuamuki. Na so akaalika friend yake, akamwambia sasa mimi nataka unisaidie kwa sababu mimi nimejaribu na nimeshindwa. Yule mwenye alienda alimwambia kwamba wewe fanya hivi mama, mimi sioni na wewe. Enda ulipe tithe. Na akaenda. So wakati mchungaji alipobaki naye akamwambia ni ukweli mimi silipangi nini? And it is a big church. Being a big church unajua wakati mwingine huwezi do who is doing what. Si ndio? Bwana apewe sifa. Na so shida yake iliisha as a result of that. Bwana apewe sifa. So shetani chenye huwa anafanya anakuja anaondoa that covering. So every wave of confusion ikikuja inapita na mtu. Unapata ya kwamba milango na madirisha yamejifunga. Unajaribu kugonga hapo unapata ya kwamba no breakthrough. But shida iko wapi? Iko mahala pale. Bwana apewe sifa. Na sio tunapata a good example ya mtu mwenye alifanikiwa Isaac. Isaac alikuwa mtu mwenye amefanikiwa. And do you know watu wangemwambia ya kwamba na Isaac kuliko kuharibu mbegu, si ufanye hivi, si hizi mbegu upreserve, uzikule ni kwa sababu saizi hakukai vizuri. Si angefanya hivyo. Bwana apewe sifa. Kama hakuwa mzazi kama wazazi wenye tulikuwa nao, unajua wazazi wenye tulikuwa nao kwa sababu walikuwa wanajua how ya
hata mbegu za kupanda zilikuwa zinawekangwa dawa. No? Bwana praise. I think ni kwetu tu. Zilikuwa zinawekangwa dawa. Na unapata ya kwamba zikishawekwa dawa, kwa sababu wakati mwingine tulikuwa crazy, tunaenda tunaosha. Sijui kama mshaifanya hivi. Kama ni kwetu. Kwa sababu ya kina pastor waliolanga maneno. So zinaenda zinaoshwa, alafu tunachukua mafuta. Unajua mafuta ilikuanga nyakati zile ni ile ya kukata, ya kipango. Hello. So unakata, unaweka kwa sufuria, unaziweka pale pa. So ukishamaliza unaziweka na mnaenda hii nje. Bwana apewe sifa. Mungu hataweka dawa kwa hizo mbegu zako. Uko na free will. You can decide. Bwana apewe sifa. You can do what? You can decide. Hallelujah. Na kwa hivyo ni vizuri ndiposa uweze kumove to the next level. Ndiposa the promise of God ikaweze kuwa manifested in you. Make sure ya kwamba umebaki kuwa mtu ambaye ni mwaminifu. Now make sure ya kwamba you are connecting yourself with the altar. Bwana apewe sifa. Jiconnect na madhabahu. There are things that you utangengana nazo kuzifanya, lakini zinahitaji tu madhabahu ziweze kuvunjika. Because the time that we are living in, Shetani amejiinua. We are fighting with the spirits. Bwana apewe sifa. Wewe tunapata ya kwamba it is a life of struggle. And so even what you are getting is not enough. Na wakati inapokuja ikiingia tu hivi, unapata nao ugonjwa umebisha. Hallelujah. Wakati pesa zimeingia, ugonjwa hautakuja before pesa ziingie. Pesa zikikuja tarehe 29, ugonjwa unakujanga tarehe 29 usiku. Wanapo sifa. Unapata katoto kamekuwa na joto. Mtoto mwenye alikuwa tu sawa. Lakini tena jaribu kukuonyesha ya kwamba kuliko kufanya kwenda kupeleka, fanya hivi, chukua hiyo ufanye nini? Bwana apewe sifa. Hallelujah. Sijui kama mnakumbuka kuna wakati tulikuwa katika vifungo. Ati ya kwamba ungeingia kwa nyumba, the only thing ungespot in that house ni tuchupa twingi tumejaa kwa dawa. Bwana apewe sifa. Hii basi ni watene. Tuchupa twingi tulikuwa tunajanga. Unapata kutoka hapa tuchupa tumejaa hadi pale. Na unapata ya kwamba tule tuchupa ukijaribu ushike kamoja mnaweza mkakosana. Bwana apewe sifa. Lakini after people walifika mahali na wakajua ukweli, zile tuchupa tukaondoka. But during those times, nyakati zile, were people faithful? Were they faithful? Hawakuwa faithful. Because na maisha kuna vile ambavyo ilikuwa imewakalia, kuna vile ilikuwa imewakalia. But whether life imekalia watu ama haijakawakalia, God is still demanding for faithfulness. Bwana apewe sifa. Bado Mungu anademand nini? Faithfulness. And it can be so good. Tunaweza hata muimbia Bwana, tunaweza tukahubiri na tukarukaruka sana na tukamwambia Bwana vile ambavyo tunakupenda. Katika moyo wangu hakuna kitu nimebakisha. Ni wewe tu ninapenda. Na kwa hakika Bwana hata ukikuja leo nitaenda na wewe mbinguni. Ukweli wa mambo naye anachunguza moyo. Unajua moyo huwezi kudanganya. Bwana apewe sifa. And it is very very funny with heart. Heart ninaweza nikapatia David kitu kama hii, Biblia kama hii. Namwambia kwamba David ndio nimekubarikia. Hiyo Biblia iko na pesa kuliko hiki kitabu. Si ni kweli? Nikuje nipatie mzee hiki kitabu. The difference ni ya kwamba chenye nimepatia mzee nimempatia kutoka kwa moyo. Chenye nimepatia David nimempatia kulingana na affordability. Bwana apewe sifa. Halo? Bwana apewe sifa. So ni gani ambayo itakuwa na impact? Na ndipo unapata ya kwamba tunaambiwa hata wanadada hawafurahishani na mambo makubwa. Ufikiria tutamnunulia tu Rivers ndio akupende zaidi. Unaweza mnunulia Peremende peke yake. Bwana apewe sifa. Because ni vitu ambazo ni ndogo zaidi. Halo? Halo? Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Wangapi wanaelewa kitu siku ya leo? Na sisemi kama unaweza afford useme pastor alisema Peremende. Wewe haitafanya kazi. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na kwa hivyo ni vizuri ku make sure ya kwamba because the promises of God zikaweze kuwa activated in us. Make sure ya kwamba you sacrifice in obedience.
Obedient to the word of God. Bwana apewe sifa. Ni lazima tutii neno la Bwana ndiposa mambo yakaweze kubadilika. Ni lazima tutii neno la Bwana ndiposa tukaweze kwenda kuwa launched into the next level. Ni lazima tutii neno la Bwana ndiposa kukaweze kuwa na upanuzi mkubwa. Bwana apewe sifa. Haleluya. Ngapo mbarikiwa siku ya leo. Ngapo anasema ya kwamba nimeshaamua kufanya kulingana na neno la Bwana. Haleluya. Simame juu.